Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Alhamis, juma la 24, kipindi cha kawaida cha mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 4 aya 12 hadi ya 16. Na somo la injili linatoka katika injili ya mwinjili Luka, sura ya 7 aya 36 hadi ya 50. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Luka. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika Yesu ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi, alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu, akasimama nyuma karibu na miguu yake akilia, akaanza kumdondoshea machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusu miguu yake na kuipaka yale marhamu. Basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia, Simoni, nina neno nitakalo kukuambia. Akasema, Mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. Mmoja amwia dinari 500 na wa pili 50. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili ni yupi atakayempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akamwambia, umeamua haki. Akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simoni, wamwona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Kisha alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema mioyoni mwao, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari injili ya leo, ambapo tunaweza kuona ni mwendelezo wa injili ya jana. Kwani jana tulisikia ufafanuzi wa Yesu kwa Mafarisayo na wanasheria, na leo Yesu anashiriki karamu katika nyumba ya Mfarisayo inayoambata na tendo la msamaha kwa mwanamke mkosefu. Injili hii ya leo inatuleta karibu kutafakari juu ya upendo wa Mungu kwa wakosefu hao ambao Kristo mwenyewe alisema wazi kuwa amekuja kwa ajili yao wapate kutubu. Tendo la toba la mwanamke huyu tunalolisikia siku ya leo linaambatana na tendo la majitoleo linaloashiria heshima, samani na upekee wa dhati alionao Bwana wetu Yesu Kristo. Mwanamke huyu anampaka Yesu mafuta ya gharama sana, akiashiria majitoleo yake kwa Kristo pasipo kujibakiza, ingawa yeye ni mkosefu. Na Kristo anaweka bayana kuwa si swala la kupakwa mafuta ya gharama, bali ni tendo linaloashiria upendo wa kweli, ambapo Kristo ni ufunuo wa mapendo hayo ya kimungu, upendo ambao Mungu amewapenda watu wake walio wakosefu
akawa tayari kuwaokoa toka utumwa wa dhambi, na hivi akamtangazia mwanamke yule msamaha wa dhambi pale pale. Simoni ambaye hakuona upendo huo bali dhambi ya yule mwanamke anashangazwa na jambo hili, kwani kwa Mafarisayo wao kujihesabia haki na kuwadhihaki wenye dhambi ilikuwa ni jambo la kawaida. Mfano wa Mfarisayo na mtoza ushuru walioenda kusali hekaluni. Wapendwa katika Kristo, huruma ya Mwenyezi Mungu haina mipaka. Huruma yake ni wema wa kweli ulio tayari kusamehe na kupenda tena. Wale wote watakao kupata huruma hii yafaa kujitoa kikamilifu kuiacha dhambi. Toba ya kweli ni muhimu. Sisi kwa maisha yetu tusiwe watu ambao tunaona haraka sana mapungufu ya wenzetu na kuwaona hawastahili katika jamii zetu. Mwandishi mmoja anapotafakari juu ya injili hii anaweka maswali haya ambayo yaweza kutusaidia katika tafakari zetu. Je, ninapomwona mtu ameshikwa katika dhambi fulani ninafanya nini? Je, ninamshukuru Mungu kwamba mimi si kama yeye, au nasema Mungu unisamehe mimi mwenye dhambi, na kukumbuka pia kumwombea huruma ya Mungu mkosefu yule? Wapendwa katika Kristo, hitimisho la injili ya leo linatuleta kutafakari maneno ya Yesu aliyomwambia mwanamke yule, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Hapa tutafakari mambo mawili, imani na amani. Mtume Paulo anatufundisha kufahamu kuwa imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno la Kristo tangu mwanzo wa utume wake ni habari njema ya wokovu kwa njia ya toba. Yawezekana mwanamke huyu alisikia habari hii na yote aliyofanya Kristo kwa ajili ya wale waliohitaji msamaha, uponyaji na tumaini jipya toka kwake. Na kwa kukutana naye katika nyumba ya Simoni, ilikuwa ni furaha kwake kuwa sasa atapata tumaini na kuweza kutoa mizigo yake na aibu yake itaondolewa. Ndugu zangu, imani ni ya lazima kwa wokovu. Kwa kusoma maandiko matakatifu na kuyaishi, tunaimarisha imani yetu na kudhihirisha kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Amani huashiria usalama, utulivu, kuwa huru na magomvi. Kristo anapomtakia amani mwanamke huyu, anaashiria kuwa aende katika utulivu wa roho, akiwa na tumaini kuwa amewekwa huru na dhambi, ameondokana na giza la mauti, na hivi analo tumaini la uzima mpya ndani ya Kristo. Na Mtume Paulo anatilia mkazo akisema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Wapendwa katika Kristo, ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo utukumbushe kuwa watu wa huruma na mapendo, tukiwahurumia wengine na kuwa tayari kuwasogeza karibu na upendo wa Mungu ili wakosefu wapate huruma yake. Tusiwahukumu wenzetu, tukumbuke nasi tu wa dhambi. Kwa maisha yetu ya kiimani, imani hiyo itusaidie siku kwa siku kupata neema ya wokovu, na hivi tuwe watu wenye amani, tukitambua kuwa kwa damu ya Kristo Mungu ametutakasa na kutukomboa, na hatimaye akafanya amani na mapatano duniani na mbinguni. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Patrick Mswazi Dominic wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar de Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina.